Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu unanisikiliza. Karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na maombi na maombezi kwa watu wote na kutupatia maarifa ya kiroho kwa wakati wote na kwa muda wote. Karibu sana. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi, nichukue fursa hii kusema karibu sana, na ili uweze kupata vipindi vyetu tulivyofundisha hapo nyuma. Tumefundisha kwa ajili ya mkuu wa anga na falme zake mkuu wa anga, na nitaendelea hapo mbele kazi za mkuu wa anga anazofanya katika dunia hii, au kazi za mkuu wa anga zinazoendelea kutendwa katika dunia hii tulionayo siku ya leo. Ili upate vipindi hivyo za kazi za mkuu wa anga, maana huwezi kuwa imara, huwezi kupambana na vitu vya kiroho kama hujajua siri za rohoni. Ili uweze kupata kipindi hicho kijacho, vipindi vijavyo kwenye channel hii, unaweza ukasubscribe channel hii. Hapo nenda kwenye alama ya nenda kwenye alama hapo juu, kuna kitufe kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe, takuja alama ya kengele, utabonyeza alama ya kengele, moja kwa moja utakuwa umejiunga, kwa hata tukituma masomo unayapata kwa wakati na kwa muda mwafaka. Siku ya leo tutajifunza namna, nimeshukuru kwa ajili watu wengi kusema mtumishi, tunahitaji kuweza kujua zaidi kwa ajili ya vitu vya rohoni. Maana hapa ni mambo ya kuongelea mambo ya rohoni. Tunahitaji kujua zaidi namna kumshughulikia huyu mkuu wa anga na namna kumteketeza zaidi huyu mkuu wa anga. Leo tutajifunza, tuko sehemu ya 9. Sehemu ya 9 tutajifunza leo, mkuu wa anga sehemu ya 9. Kwa nini nafundisha sehemu nyingi hivi? Nataka uelewe ili unapoingia kwenye maombi uweze kufanikiwa katika maisha yako. Leo tutaanza kama ifuatavyo: kumkatia mawasiliano mkuu wa anga. Kumkatia mawasiliano mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Kumkatia mawasiliano mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Mkuu wa anga ili atawale ana mawasiliano, na kinachomfanya aongoze wachawi, aongoze vikosi vya majini, aongoze vikosi vya giza katika ulimwengu wa roho, anakuwa na mawasiliano. Sasa ili umkatie mawasiliano mkuu wa anga, asiwe na mawasiliano, maeneo makuu mawili yanayompa kutawala mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Maeneo makuu mawili yanayompa kutawala mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Ndio maana nasema mkuu wa anga. Mkuu wa anga la eneo unaloishi, mkuu wa anga wa eneo unalokaa. Maeneo mawili ambayo atakuwa kuyashughulikia kumkatia mawasiliano mkuu wa anga. Maeneo haya mawili ni ya muhimu sana katika maombi yako kabla hujamshughulikia huyu mkuu wa anga. Maeneo mawili haya ni ya muhimu sana katika ulimwengu wa roho. Eneo la kwanza ni eneo la ardhi. Eneo la kwanza ni eneo la ardhi, na eneo la pili la kumshughulikia mkuu wa anga ni eneo la kwenye anga. Sasa kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari ule wa 18. Kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 18. Maandiko yanasema katika Mathayo sura ya 18 mstari wa 18, kumkatia mawasiliano mkuu wa anga, ili unapoenda kumwondolea uhalali wake, uhalali wa kutawala, uhalali wa kumiliki hilo eneo, mkuu wa anga,
Kitabu cha Mathayo sura 18 mstari wa 18. Maandiko yanasema Bwana Yesu ndio aliongea jambo hili, na hili jambo alikuwa wazi. Hili jambo ni siri. Hili jambo alikuwa wazi. Hili jambo ni siri kubwa kabisa ambao Bwana Yesu alizungumza katika wanafunzi wake. Na akasema, tutasoma, amini amini nawaambia, yoyote mtakayoyafunga duniani yatafungwa na mbinguni, na yote mtakayofungulia duniani yatafunguliwa na mbinguni. Kwa hiyo Bwana Yesu anazungumza kwa habari ya vifungo vya aina kuu mbili. Kifungo cha kwanza anachozungumza Bwana Yesu ni kifungo cha anga. Nasema mtakayoyafunga mbinguni. Anapozungumza kwa habari ya mbingu, Bwana Yesu anazungumza kwa habari ya anga. Mbingu ndiyo anga. Unasema mtumishi Katambi, unaongea nini? Nenda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 17. Mungu akaliita lile anga mbingu. Mungu akaliita lile anga mbingu. Unapozungumza kwa habari ya mbingu, unazungumza kwa habari ya anga. Na unapozungumza kwa habari utakaolifunga duniani, anazungumza kwa habari ya ardhi, nchi. Anazungumza kwa habari ya nchi. Kwa hiyo tunaanza kuona kuna maeneo makuu mawili au kuna vifungo vya aina kuu mbili. Kifungo cha kwanza ni kwenye ardhi, kifungo cha pili ni kwenye anga. Yaani umiliki wa mkuu wa anga unategemea sana ardhi na unategemea sana anga. Sasa unawezaje kumkatia mawasiliano mkuu wa anga? Unawezaje kumwondolea mawasiliano mkuu wa anga? Unaweza kumwondolea kupitia lango la ardhi na lango la anga. Kwa anapokaa kwenye anga, mkuu wa anga anapokaa kwenye anga ili kutawala, kinachoweza kumsaidia kukaa kwenye anga, kinachoweza kumsaidia kutawala kwenye anga, huyu mkuu wa anga, kama unataka kuomba maombi ya kumshusha ili upande kiuchumi, upande kimafanikio, kinachoweza kumsaidia mkuu wa anga atawale kwenye anga ni ardhi. Ardhi. Ardhi ndio kila kitu. Ndio maana maandiko yanasema Bwana Mungu akamuumba mtu. Baada ya Mungu kumuumba mtu, maandiko yanasema alimuumba kwa mavumbi ya ardhi katika ulimwengu wa roho. Ardhi ndio ina mahusiano kati ya mtu na ardhi. Ardhi ndio ina mawasiliano kati ya mtu na ardhi. Ndio maana anasema kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17 mpaka 19. Adamu na Hawa walipotenda dhambi, Mungu alisema, wewe ni mavumbi tu na mavumbini utarudi. Wewe ni mavumbi tu na mavumbini utarudi. Kwa hiyo ardhi ina uhusiano kati ya mtu na ardhi. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Mtu ana mahusiano na ardhi. Kwa eneo linalompa mkuu wa anga kutawala kwenye ulimwengu wa roho ni eneo la ardhi. Ardhi unakoishi, ardhi unakokaa, ardhi unakoenenda, eneo linalompa kutawala mkuu wa anga ni ardhi. Kwa nini nasema hivi? Nafundisha namna ya kumkatia mawasiliano mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Pointi yangu ya kwanza, katika ulimwengu wa roho, ardhi imebeba mawasiliano ya kiroho. Mkuu wa anga hawezi kutawala kwenye anga. Ibada zake zote kubwa anazifanya kwenye ardhi. Ibada zake zote kubwa anazifanya kwenye ardhi. Madhabahu ya mkuu wa anga zote ziko kwenye ardhi. Hakuna madhabahu ambayo imejengwa angani. Hakuna madhabahu ambayo iko angani. Zote lazima ziguse kwenye ardhi.
lazima zishirikiane na ardhi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kinachomfanya mkuu wa anga atawale anga ni ardhi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ardhi unakoishi, kwa hiyo ardhi unakokaa, kwa hiyo ardhi unakofanyia biashara, kwa hiyo ardhi unakoolewa, kwa hiyo ardhi ulikozaliwa, mkuu wa anga kinachompa nguvu au uwezo ni ardhi. Na kitu kikubwa kabisa cha mkuu wa anga kinachompa nguvu na uwezo niyo ardhi. Kwa ndiko hapo ambako anapata nguvu sasa. Na kwenye ardhi unakoishi au kwenye ardhi unakokaa, wanaweka maagano. Huwa anaweka maagano, huwa anatoa kafara kwenye ile ardhi. Na watu wanapofanya mambo ya ovyo kwenye hiyo ardhi, wakachinja, wakafanya ibada za matambiko, wakafanya ibada za matambiko, wakafanya ibada za matambiko, wakafanya ibada za ovyo katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho wanapofanya hiyo ibada za matambiko, wanapochinja, wanapoweka waganga sehemu hiyo, kwa unakuta katika ulimwengu wa roho ile ardhi inaharibiwa. Sasa ile ardhi ikiendelea kuharibiwa, huwa inaendelea kunena uovu. Watu wanapouawa, watu wanapokufa, watu wanapoharibiwa katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho ardhi ile inaendelea kuharibika. Ile ardhi inaendelea kuharibika, ule uovu unaendelea kutambaa. Kwa yeye mkuu wa anga sasa anapata nguvu katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ardhi iko chafu. Wanapozini watu, wanapojiuza watu kwenye eneo fulani, watu wanajiuza kwenye eneo fulani, watu wanapigana, watu wanauana, damu inavuja kwenye ardhi, damu inalia kwenye ardhi, watu wanabakwa, watu wanafanyiwa matukio ya uovu. Kadri wanavyofanya yale matukio, ardhi inachafuka kwenye ulimwengu wa roho. Ardhi inaumia, inalia katika ulimwengu wa roho. Ardhi inaongea katika ulimwengu wa roho. Ndio maana maandiko yanasema ardhi yenu itakuwa shaba. Kwa hiyo kadri dhambi zinavyoendelea, kadri maovu yanavyoendelea kwenye ile ardhi, ndio mkuu wa anga anapata nguvu ya kutawala. Ndio mkuu wa anga anapata nguvu ya kumiliki lile eneo kupitia maovu yaliyobebwa katika hiyo ardhi. Kwa hiyo ili umkatie mawasiliano mkuu wa anga asiweze kutawala kwenye ulimwengu wa roho, yeye anategemea ardhi. Yeye anategemea ardhi. Ili mkatie mawasiliano mkuu wa anga asiendelee kutawala, anategemea ardhi. Kwa kama unataka kushughulika na mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho, kumwondoa, kumshusha, cha kwanza lazima ushughulikie ardhi. Kama unataka kumkatia mawasiliano mkuu wa anga kwenye hilo eneo unaloishi, kijiji, mtaa, mkoa, wilaya unaoishi, cha kwanza wewe dili na ardhi. Alafu yeye kwenye anga utamshusha kwa wepesi sana katika ulimwengu wa roho. Unasema, Apostle Katambi unaongea nini? Apostle Katambi unaongea nini? Kitu cha kwanza ili kuweza kumiliki kwenye hiyo ardhi, kumwondoa mkuu wa anga, cha kwanza lazima uombe rehema. Rehema kwenye ardhi. Kuomba toba kwenye ardhi. Na uombe toba ya nguvu. Kama ni ardhi ya mkoa unaoishi, unataka kuwashusha mkuu wa anga kwa hilo eneo, omba toba ya nguvu. Omba toba ya nguvu. Omba rehema ya nguvu. Sikiliza nikwambie, unatakiwa uishike hiyo ardhi ya hilo eneo unaloishi. Alafu baada ya kuishika hiyo ardhi, unaanza kuomba rehema kwamba Mungu, ninatubia kila dhambi iliyofanyika kwenye ardhi hii. Ninatubia kila uovu uliofanyika kwenye ardhi hii. Waliotoa mimba, damu zinalia kwenye ardhi, unaomba rehema. Waliopigana wakauana, damu zikamwagika, unaomba rehema. Waliobakwa kwenye hiyo ardhi, ardhi ndio ina rekodi kubakwa kwao, kuteswa kwao. Waliodhulumiwa kwenye hiyo ardhi, ardhi inalia. Yaani mashtaka yote ya kiroho yako kwenye ardhi.
mashtaka yote ya kiroho yanabebwa kwenye ardhi. Kwa ukitaka kumiliki hiyo ardhi au kumwangusha mkuu wa anga kwenye hiyo ardhi, cha kwanza omba rehema kwenye hiyo ardhi. Kwenye anga atashuka tu, hawezi kukaa kwenye anga, lazima tu aporomoke. Kwa unapoomba rehema kwenye ardhi, kwa katika ulimwengu wa roho, huyu mkuu wa anga atakosa uhalali wa kutawala kwenye anga. Ndipo unamshukia sasa kwenye anga, uanza kumpiga na kumporomosha. Maana unapoomba rehema kwenye ardhi, ardhi inatakaswa, ardhi inasafishwa. Kwa hiyo yale maagano yake yanafutwa. Na katika maombi ambayo huwa hayazuiliki ulimwengu wa roho, hawezi kuzuiliwa na kuzimu, hawezi kuzuiliwa na wachawi, ni maombi ya rehema katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ile ya 7 mstari wa 14. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 7 mstari wa 14. Maandiko yanasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba, ndipo nitakaposikia toka mbinguni na kuiponya nchi yao, na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo tunaanza kuona hapa, anasema wenye haki wangu walioitwa kwa jina langu ni wana maombi, mwinjilisti, mwimbaji, mchungaji, nabii, shemasi, muumini. Mwenye haki ni mtu yote aliyempokea Kristo, anayemwamini Mungu katika roho na kweli, ameacha uovu. Anasema wakiniomba rehema, alafu Mungu anaelekeza sehemu pekee ya kumwomba rehema ni ardhi. Anasema katika nchi, anapoongelea katika nchi ni ardhi, katika nchi ni kwenye ardhi. Kwa anasema wakiniomba rehema ndipo nitakaposamehe. Alafu anasema toka mbinguni nitaiponya nchi yao, nitaiponya nchi yao, ataiponya ardhi. Alafu anasema kinachougua mtu anapofanya dhambi au anapofanyiwa matukio, anaposikitika yule mtu, ardhi ndio inaumia, ardhi ndio inaumia, ardhi ndio inachafuliwa kwenye lile eneo, ardhi ndio ina rekodi. Unapozini, unapofanya uasharati, ardhi ina rekodi, ardhi inaandika. Ndio maana ukisoma kwenye Yeremia sura 22 mstari wa 29, Mungu anamwambia Yeremia Mungu kwamba enchi sikia neno la Bwana. Mungu anamwambia Yeremia aseme na nchi. Yeremia 22:29 mpaka 30. Anasema enchi sikia neno la Bwana. Andika habari za mtu huyu kwamba hatafanikiwa, yeye na uzao wake na kizazi chake hawatafanikiwa. Kwa hiyo mashtaka yale yalibebwa kwenye ardhi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mkuu wa anga, watu wanapofanya dhambi, mabaya yanafunguliwa, magesti yanafanya madangulo yanapofunguliwa kwa mkuu wa anga, zile dhambi, ardhi inachafuka. Kwa unapotaka kumshusha sasa, kumkatia mawasiliano, unatakiwa kuomba rehema kwenye hiyo ardhi. Wakati unapoomba rehema kwenye hiyo ardhi, moja kwa moja uwezo wake, ardhi inapotakaswa, ardhi inaposafishwa, mkuu wa anga anakuwa ana nguvu tena ya kutawala hilo eneo katika ulimwengu wa roho. Hii ni sehemu ya kwanza ya kumwondolea uhalali mkuu wa anga. Kabla hujampiga kusema nampasua, namshusha, namporomosha, namvunja, namteketeza, namwangamiza, omba rehema na kwenye ardhi. Na rehema utakayoiomba iwe rehema nzito. Toa machozi, lia, mwambie Mungu, watu wamekufa kwenye ardhi hii, watu wameangamia kwenye ardhi hii, watu wametoa mimba kwenye ardhi. Ardhi inalia, ardhi inaugua. Wakati unapoomba ardhi, baada ya kuiomba kwenye ardhi, unaitoa mikononi mwa mkuu wa anga na unaileta mikononi mwako. Na baada ya kuomba hayo maombi, ardhi inatakaswa katika ulimwengu wa roho, ardhi inasafishwa katika ulimwengu wa roho. Hapo unapata uhalali wa kumiliki kwa hiyo ardhi katika ulimwengu wa roho. Nasema mtumishi Katambi, unaongea nini? Unasema mtumishi Katambi, unaongea nini? Kwa hiyo hapo mkuu wa anga unakuwa umemkatia nguvu, hana uwezo tena, hana mamlaka tena kutawala katika hiyo ardhi.
Kwa unapomkatia mawasiliano kwenye ardhi, kwenye anga, sasa ndio unaweza ukamshusha, kama unamshusha tu, kama maembe unavyoyapiga yanashuka, maparachichi unavyoyapiga yanashuka, kwenye anga sasa unamshusha tu taratibu tu. Kwa hiyo unapoomba rehema kwenye ardhi, huwa mawasiliano unamkatia mawasiliano, maana madhabahu zake mkuu wa anga ziko kwenye ardhi. Unapoomba rehema kwenye ardhi, huwa unamuondolea mawasiliano ulimwengu wa roho. Baada ya kuomba rehema, unaweza kuomba siku ya kwanza au siku ya pili, siku ya tatu. Baada ya kuomba rehema, unaanza kuitakasa hiyo ardhi kwa damu Yesu. Unaanza kuisafisha hiyo ardhi kwa damu Yesu. Kwa unakuwa umemnyima nguvu mkuu wa anga. Naomba unakuwa umefuta maneno yake aliyotamka. Umefuta maagano yake aliyotamka, maana maagano aliyotamka yako kwenye ile ardhi. Naomba nifuatilie kipindi kijacho kwa kusubscribe channel hii. Bonyeza neno lililoandikwa subscribe, tatokea alama ya kengele. Bonyeza alama ya kengele, utakuwa moja kwa moja umejiunga na channel yetu inayokupa maarifa ya rohoni. Tuko kwenye eneo la kumshughulikia mkuu wa anga. Tunaenda vizuri kipengele mpaka kipengele, na usitamani ukakosa kipengele cha kumshughulikia mkuu wa anga. Kipengele kijacho nafundisha kazi za mkuu wa anga, ni kazi gani anazozifanya katika maisha ya kuharibu familia zetu, watoto wetu, nyumba zetu katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu hai. Amen. Shalom. Shalom.